Israel inadhibiti asilimia 50 katika eneo la ukanda wa Gaza. Ukanda wa Gaza sasa hivi upo katika milki ya nchi ya Israel na majeshi yake kwa asilimia 50. Na kwa kasi hiyo IDF ipo katika njia nzuri ya kudhibiti idadi kubwa ya eneo hilo na kuwadhibiti raia katika eneo la ukanda wa Gaza. Ikiwa udhibiti wa IDF wa Gaza utasimama kwa takribani asilimia 70 au kufikia asilimia 100 kama Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu alivyosema katika hotuba yake siku ya Jumatano usiku, ni suala la mjadala na tafsiri. Maana yake kila kitakachotokea ni kile ambacho sasa watu watajua. Je, Hamas wataweza kuachilia huru mateka wa Israel ama la? Hata kabla ya operesheni kuanza, magari ya kijeshi ya Israel yaliimarisha mapema ulinzi wa kutosha, huku askari wakiwa kwa wingi kuanzia wiki hii ili kuwashinda zaidi Hamas na kutoa eneo zaidi la Gaza, ambapo wakati huu IDF imechukua udhibiti wa asilimia 50. Siku ya Jumatano na Alhamisi, msemaji wa IDF alisema kwamba aliwaonya raia wa Palestina katika maeneo makubwa ya kaskazini mwa Gaza, ikiwa ni pamoja na Beit Lahia, Jabalia kuelekea kusini mwa Gaza ili kuepuka upanuzi unaokaribia wa IDF na uvamizi. Lakini je, ni Wapalestina wangapi wamesalia kaskazini mwa Gaza, ikiwa idadi inayojadiliwa wakati huu kutokana na kwamba kuna idadi kubwa ya raia ambao wanakimbia? Inatajwa kwamba watu zaidi ya 3,000 wamekimbia katika maeneo ya kaskazini mwa ukanda wa Gaza. Malori yakiwa yamepakia misaada ya kibinadamu yameonekana kabla ya kuingia ukanda wa Gaza upande wa Israel wa mpaka wa Gaza. Hata hivyo, kabla ya usitishaji wa vita Januari 19, kulikuwa na Wapalestina wachache kama 100,000 hadi 200,000 waliosalia kaskazini mwa ukanda wa Gaza kutokana na vita, na hata kabla ya vita walikuwa ni karibia 1,200,000, zaidi ya nusu ya wakazi wa kabla ya vita vya Gaza. Hata hivyo, katika baadhi ya maeneo inadaiwa kwamba askari wa Israel wamepigwa risasi na kuuawa kwa wingi na baadhi ya makundi ya wapiganaji wa kijihadi katika maeneo hayo hayo ya ukanda wa Gaza. Wanajeshi wa Israel wamepata pigo huko katika maeneo ya mashariki mwa Khan Yunis. Ni baada ya wapiganaji wa makundi ya Kiislamu huko katika ukanda wa Gaza kufanya mashambulizi dhidi ya wanajeshi hao wa Israel ambao walikuwa na mpango wa kuwafurusha wakazi katika baadhi ya maeneo, ikiwa ni pamoja na Khan Yunis. Moja kati ya kundi la kijihadi linalotambuliwa kama Saraya al-Qudsi, tawi la kijeshi la harakati za Jihadul Islam ya Palestina, lilitangaza kwamba wamefanikiwa kulinasa kundi la wanajeshi wa Israel katika mtego wa mripuko na kuwalipua wote. Hata hivyo, wakati huo zimeonekana ndege pamoja na magari ambayo yalikuja katika eneo hilo yakidaiwa kwamba ni ya Israel, ambayo yalikuja kuwachukua watu hao ambao kwa mujibu wa taarifa kupitia vyombo vya habari, ikiwa ni pamoja na shirika la habari la kimataifa la Fars, limethibitisha juu ya kuuawa kwa watu hao. Hata hivyo, Israel inadaiwa kwamba haikutoa ushirikiano kujua ni wanajeshi wangapi ambao walifariki katika mtego huo ambao ulitegwa huko Khan Yunis baada ya bomu kuwaripukia askari hao wa jeshi la Israel. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia nasi tutakujuza mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote. Endelea kutufuatilia uweze kuyajua yanayojiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News.